Jambo lolote ile zuri, kubwa, dogo, kama ushukuru. Tumepoteza mchezo sisi wa leo, inauma, inagusa. Mchezo wa mpira, mchezo wa makosa. Utaona makosa yote tuliyofanya sisi ya kurudia ndio yameconcede goals. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba inagusa sana. Makosa yetu ndio yametugharimu. Kwa hiyo nalikubali hilo, nalibeba hilo kama ndio mwalimu mwenye dhamana ya timu, naibeba hilo. Tunaenda kukaa na vijana tuone nini cha kufanya, kwa sababu ukiona mechi tulicheza game plan yetu ilikuwa nzuri sana, lakini makosa ya mtu mmoja mmoja ndio yametupelekea sisi kupoteza hivi. Kitu cha kwanza ni goli baada hata ikiwa moja wachezaji walicheza kama msijenge. Kitu gani uliwaambia kitu ambacho niliwaambia, mnapocheza na timu ambao wachezaji wao wengi wana ubora, wenye quality, mkifanya makosa ya kurudia tatuadhibu. Kwa hiyo tuweni makini sana kwenye kufanya makosa ya kurudia. Lakini hata nyinyi wenyewe mtakuwa mashahidi, magoli mawili yaliyofungwa mengine ni mapungufu, siwezi kusema ni makosa, ni mapungufu yaliyojitokeza kwa wachezaji wangu, ikapelekea kufanya makosa ambayo yapelekea sisi kubali kufungwa magoli yale mawili. Lakini yote kwa yote ni sehemu ya mpira, tunaenda kujipanga. Kocha, mechi 15 bila kushinda. Naam. Na pressure aina gani kwako katika nafasi ya kuinusuru timu? Maana inashuka sasa kwenda nafasi ya 13 kutoka 12. Ni kweli pressure hiyo inakuwa ni kubwa kwa sababu timu inahitaji matokeo, na kama ipate matokeo, mtu wa kwanza kuulizwa ni mwalimu. Responsibility ya timu ninayo mimi kama mwalimu, lakini kwa sababu matatizo yaliyomo ndani ni kwamba hii hali imetokea, ni kipindi cha upepo ambacho baya sana kwenye timu yangu nafikiri kinatokea. Kikubwa ni kwenda kufanya utulivu tu na vijana wangu na kukaa nao kuona tunafanya nini katika mechi zilizobaki kuhakikisha kwamba tuna survive kwenye ligi. Asante sana, mbarikiwe sana. Asalamu alaykum. Yeah, well, most of the guys will be going for international duties, but the group that are remaining will continue to train, and it'll be a good moment for us to get stronger and prepare. Most importantly, prepare for a busy period of games. We have 5 league games, tough league games, and then 2 FA Cup games possibly. So you have to be ready for that. I'm happy for him. He's contributing a lot to the team, and we want him to continue to push. We want him to finish the season in this form. He's enjoying his game at the moment, so we just need to keep him there for his contribution to the team, and we're very happy for him, of course. Tofauti. Hata mimi na wewe tunafanana maumbile, umri tofauti. Mimi na miaka 75 sasa. Sidhani hata kama 50 ushafika. Ni vitu tofauti. Chama kwa na wakati wake, Okello na wakati wake. Okello anatoka Uganda na kuja hapa kapiga bao 20. Sawa. Vipers bingwa na medali yake umemwekea. Kwa muda mchache hesabu mtahesabu goli ngapi kafunga, katoa pasi ngapi, hilo jukumu ni wachambuzi kuchambua. Huu ugumu wa mechi ambao mnakutana nao Mzee Msumi ndio hiko ambacho wanakisema kuna watu wanacheza mechi zenu? Ugumu wa mechi kwa sababu wewe ukiwa beki wa timu pinzani, ukimzuia forward wa Yanga umetangaza jina. Inawezekana timu zingine zikakuona. Ukiwa forward ukifunga Yanga umetangaza jina. Kuna timu zingine watakuchukua, utaona kwamba sasa wewe umekomaa. Ndio hicho tu. Haya kawaida katika mchezo. Sio kwamba kuna watu kama ulivyosema wanacheza mechi zenu. Hakuna. Na nyie kwa upande wenu vipi? Hakuna. Sisi ndio maana tunasema kitu kimoja. Wewe yanaotoka sio umetukuta. Wewe unasikia huko umechoma moto, huko sio umechimba mashimo, huko umefukuzwa uwanja. Uwanja usio ulikimbia huko. Na wakauponda sana. Kule nako wameharibu akafukuzwa tena hapa. Sasa kila mtu acheze mechi zake. Mwisho hesabu itapatikana. Na tuambie na waamuzi. Wasije kwa maelekezo, watakuwa wanajisumbuka tu. Lakini sema kitu kimoja. Wiki hii ligi zimesimama, nitakuwa na jambo langu Jangwani. Jambo gani hilo? Nitakuwa na jambo langu Jangwani. Niliwaambia wana Yanga, tuchange tulipe ili deni. Lakini tutakaa kitako, tuone je, hii ni sahihi? Hii ndio au sio? Sasa kama kawaida, tutakuja kutumbua jipu. Hilo jipu jingine mnakwenda kwa tutakuja kutumbua jipu. Labda kwa nini Msumi unataka kufanya jambo lako? Kusema kwa nini ugomvi? Sababu gani? Sababu tutakuwa nyingi, sawa? Ndio siku hiyo sasa. Kinachofanyika mnaona. Matukio yote akifanya huyu mpumbavu mwenzo wao, usikie. Simba kuchofanya Kigoma kila mtu anaelewa. Adhabu gani chatoka. Lakini ingekuwa Yanga ungesikia tu tayari.
milioni 50, 30. Sisi hatuogopi kulipa fine, lakini tuko tayari kusema ukweli, na tutasema ukweli. Sasa Watanzania na Watanzania watajua, kwa sababu kuna mesali moja, ukiona mtoto mdogo anakupiga kibao, jiandae kupigana na mkubwa mwenzio. Sasa tunataka siku hiyo tuje tumseme huyu mkubwa ujificha mgongoni. Kuna shina la karanga utaonekana tu. Sio kama mmeanza kuingia na ubaridi mzee Msumi. Hatuna ubaridi, tukwambia sisi. Dereva siku zote akichoka, basi iwe basi iwe lori, basi ataogopa abiria atapiga kelele. Lakini lori atampa utingo, sogeza. Sasa utingo jana umesogeza, mwenye leseni yake kaka kwenye kiti, safari iendelee. Shukrani sana. Shukrani, kazi njema.